Jaji Chande jana kupitia tume ambayo ilikuwa imetengenezwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuchunguza vifo na matukio ya Oktoba 29 alitoa ripoti yake rasmi jana na kuikabidhi kwa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini kwenye ripoti hiyo akatoa na hotuba yake na kuisoma hotuba hiyo na kusoma ripoti yote kiujumla mbele ya rais na viongozi wakuu wa serikali, na wananchi pia wakapata fursa ya kuweza kusikiliza moja kwa moja. Sasa takwimu za mwanzo ambazo zilikuwa zinaonyesha vifo ambavyo vilitokana na mauaji ya Oktoba 29 ya mwaka jana, mwaka 2025, ilikuwa ni idadi ya zaidi ya watu 10,000 kwa mujibu wa vyanzo tofauti pamoja na media pia za kimataifa. Lakini sasa baada ya ripoti jana kutolewa bana, idadi ya watu waliofariki kulingana na tume ya Jaji Chande ni watu 518. Sasa Gerson Msigwa ambaye ni msemaji mkuu wa serikali na ikulu kiujumla alikuja na kuandika hivi kupitia mtandao wake wa Instagram kuwakumbusha Watanzania tu kwamba taarifa ambazo zilikuwa zimetolewa za mwanzo zilikuwa taarifa za kupotosha na zinafaa kupuuzwa kabisa. Sasa akaweka picha hii ya Jaji Chande na kuweka na caption ambayo alisema hivi: wapotoshaji wapo kazini, tafadhali tujihadhari. Sababu picha ambayo alikuwa ameiweka ilikuwa inasema kwamba tume inasema kwamba idadi ya vifo vya ghasia za Oktoba 29 ni 10,518. Sasa akasema kwamba puuzeni takwimu za uongo na za kupikwa. Idadi ya vifo ni 518 na sio 10,518 kama inavyoripotiwa. Sasa hicho ndio kitu ambacho alikuwa amekiweka Gerson Msigwa kupitia Instagram ya kwake kuwakumbusha tu Watanzania na umma kwamba taarifa ambazo zinasambaa za mwanzoni kuhusiana na vifo vilivyotokana na machafuko ya Oktoba 29 sio vifo vya watu 10,518 kama inavyoripotiwa, bali ni watu 500 peke yake, yani 518 pekee. Na kulingana na takwimu za ambazo alizitoa Jaji Chande ni kwamba ni miili 6 tu ambayo haijaweza kutambuliwa na kuchukuliwa na ndugu zao, lakini miili yote ambayo ilitokana na vifo hivyo iliweza kuchukuliwa. Lakini pia akaweza kupinga ripoti kusema kwamba wote waliofariki Oktoba 29 walikufa kutokana na risasi za polisi. Asema kwamba wengine wao waliofariki walikuwa bana na majeraha ya kupigwa na ncha kali, na vifo ambavyo vilikuwa vimetokana ni kama wananchi ama raia walikuwa na uana wenyewe kwa wenyewe. Sasa hizi ndio taarifa ambazo ziliweza kutolewa na Jaji Chande kupitia ripoti yake ambayo aliitoa jana. Sasa nataka unipe pia maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment kama ulipata fursa ya kusikiliza hotuba yote mazima, lakini pia kuna vipande vya taarifa ambavyo nimekuwekea kwenye channel hii hapa ili uweze kupata fursa ya baadhi ya vitu ambavyo alikuwa akivizungumza Jaji Chande, yani nime break down kidogo. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.